Waumini wa kanisa Anglikana Dayosisi ya South West Tanganyika Njombe tarehe 25 Disemba mwaka huu 2025 wameungana na Wakristo wote nchini na duniani kote kuadhimisha sikukuu ya kuzaliwa Yesu Kristo, yani Christmas, ambapo huadhimishwa kila tarehe 25 Disemba ya kila mwaka. Wakizungumza mara baada ya kushiriki adhimisho la ibada ya misa takatifu, waumini wa kanisa kuu la Mtakatifu Andrea St. Andrews Njombe, Bwana Andrew Mtega, Donald Mgimba, Bi Joyce Mtambo na Johnson Mgimba wamesema siku ya kuzaliwa Yesu Kristo ni ukumbusho kwa mwanadamu kuishi matendo mema. Hofu iliingia, lakini ghafla imetoweka. Sababu ya Yesu Kristo aliyezaliwa imetoweka na watu wanaamini kwamba katika kuzaliwa kwake Yesu Kristo azaliwe pia kwenye maisha yangu ya ndoa, kwenye maisha ya watoto wangu, kwenye elimu ya watoto wangu, pia kwenye uchumi wangu. Leo ni siku tukufu kwa Wakristo wote ulimwenguni, siku ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndo mkombozi wetu aliyetukomboa katika dhambi. Na tunashukuru Mungu ametupa amani na upendo. Ibada yetu ilikuwa nzuri, tumeifurahia, si watoto, si wazee, si vijana. Kwa kweli tumebarikiwa. Kwa hiyo tuna kila sababu, kwa sababu Mungu ametupa pumzi ya uzima, tuna kila sababu ya kumshukuru. Lakini pia tunashukuru Mungu kwa amani tuliyokuwa nayo Tanzania, pamoja na kwamba tulipitia kipindi kigumu, kwamba tumepita salama. Kikubwa zaidi ninaomba Watanzania wenzangu katika nchi yetu ya Tanzania tudumishe amani na upendo. Leo tumekuwa na ibada njema ya Christmas kwa mwaka 2025. Actually kama waumini tumeendelea kuimarishwa kiimani zaidi kwa kutambua Mwokozi alikuja kutukomboa na alikuja kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunashukuru waumini, tunashukuru wachungaji wetu na viongozi wetu, wameendelea kutupa mahubiri yanayoendelea kutuimarisha kimwili na kiroho. Katika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Njombe zilifanyika jumla ibada 3 kuanzia majira saa 12 asubuhi. Ujumbe uliotolewa na mhubiri, mwalimu na mwinjilisti Tito Haule alikumbusha Wakristo kujitahidi sana kutengeneza mahusiano mema na Mungu. Mungu amekuamini, jitahidi hata kama kuna namna gani unapitia, jitahidi kuonesha kwamba mimi nimeaminiwa, mimi nimekubaliwa na Bwana. Jitahidi kuonyesha tu kwamba umekubaliwa. Usikubali kuanguka kirahisi. Kitu kidogo tu unalala, unalia, usiwe wewe. Yesu asifiwe. Jitahidi kuonesha kwamba wewe umekubaliwa na Mungu. Kasisi Canon Edward Mwalongo, Vicar General Dayosisi ya South West Tanganyika na Provost wa kanisa kuu la Mtakatifu Andrea St. Andrews Njombe, amesema sikukuu ya kuzaliwa Kristo mwaka 2025 imeendelea kutoa elimu kwa Wakristo juu ya kutafakari na kuishi maisha mema yenye ukuu na tija kimwili na kiroho. Ukisoma kitabu kile cha Nabii Isaya sura ya 40 aya ya 4, sauti ya Mungu kupitia Nabii Isaya anasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, utengenezeni njia ya Bwana, onyesheni mapito ya Bwana jangwani. Kila mlima na vilima vitashushwa, kila bonde litainuliwa, palipo paluzwa pawe pamelainishwa, na palipo potoka panyoshwe. Hizo ni sehemu kuu 4 ambazo mwanadamu atakuwa hakikisha kwamba ametengeneza ili Kristo aweze kuzaliwa moyoni mwake. Nikiarifu kutoka hapa kanisa kuu la Mtakatifu Andrea St. Andrews Dayosisi ya South West Tanganyika Njombe, mimi ni Michael Woga.